Uislamu haukubaliani na mauaji ya aina yoyote ile, kwa silaha yoyote ile, kwa sababu zozote zile, kwa kisingizio chochote kile. Atakayetoa roho ya mtu mmoja imekula kwake siku ya kiyama. Uislamu haukubaliani na mauaji. Uislamu haukubaliani na utekaji. Uislamu haukubaliani na ukabaji. Uislamu haukubaliani na ubakaji. Uislamu haukubaliani na unyanyasaji. Uislamu haukubaliani na dhulma za aina zozote zile. Lakini inashangaza kwamba kifo cha ndugu yetu Kibao kimeibua wimbi kubwa: kulani, kusikitika, kulaumu, kuita serikali ya wauaji, kufanyaje. Hii sio sawa. Kifo ni kifo. Sasa nimtake kila mmoja wetu tuwajibike kwa viapo tunavyowapa. Sikilizeni sasa, wale ambao wanaona kutoa roho ya mwanadamu ni jambo la kawaida sana. Twende katika sura ya 5 Al-Maida aya nambari 32. Msikilize, wallahi na wa challenge walimwengu wote, na zi challenge dini zote, na challenge vitabu vyote vinavyoitwa vya Mungu katika ulimwengu wa sasa. Nipeni kitabu hata kimoja kinachosema atakayetoa roho ya mtu mmoja hukumu yake mbele ya Mola ni sawa na aliyetoa roho za watu wote. Uislamu peke yake, Qur'ani peke yake. Al-Maida aya nambari 32, Allah anasema: min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a. Na kwa ajili ya hilo tukawaandikia wana wa Israeli ya kuwa hakika katika nyinyi atakayeua nafsi moja tu, atakayetoa roho ya mtu mmoja tu, atakayepoteza maisha ya mtu mmoja tu pasina haki yoyote, hajaua ili naye auawe, au akaleta ufisadi katika ardhi, hukumu yake mbele yangu mimi ni kana kwamba ameua watu wote. Subhanallah. Wana wa Israeli, Allah kaingia agano na makubaliano na wao kwamba wana wa Israeli, chonde wana wa Israeli, msithubutu kutoa roho ya mtu mmoja, na atakayetoa roho ya mtu mmoja kwangu mimi namhesabia ni sawa na aliyetoa roho za watu wote. Angalieni leo wanavyoongoza kuua watu. Asiwadanganye mtu, na kuambieni mimi leo, dunia haina haki. Dunia imejaa dhulma, dunia imejaa uonevu. Asiwadanganye mtu. Angalieni wa Palestina wanavyouawa. Wanauawa kwa masilaha mazito, wakafungiwa mipaka yote, wanakufa kwa njaa. Ulimwengu mzima unatazama. Wako wapi wanaojiita haki za binadamu? Hawana cha haki wala nini. Kuanzia leo na waita ni dhulma za wanadamu hao wanakwenda kuvamia mataifa, wanasema kuna watu wanatayarisha amani ya watu. Sisi ndio walinzi, mabwana wakubwa katika ulimwengu huu, tunakuja kulinda mataifa yenu, msivamiwe na magaidi. Magaidi wakubwa ni nyinyi na baba zenu mnaowaua wa Palestina bila ya haki yoyote. Huruma ziko wapi? Utu uko wapi? Ubinadamu uko wapi? Haki za binadamu ziko wapi? Wanakufa kwa njaa na kwa kiu, watoto, akina mama, wazee, hata wasiokuwa na hatia. Afu uje uniambie haki za binadamu. Katika nchi zetu watakuja watakwambia ni haki za binadamu. Tanzania haina haki ya binadamu. Ambie baba yako na babu yako ndio hawajui haki za binadamu. Anzeni kuwaokoa kwanza wa Palestina kwanza. Waongo wakubwa nyinyi.